Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. God bless EJ Lema ametumia jukwaa la mtandao wa Twitter kuweza kuweka wazi kuhusu ukandamizaji na kutokuzuia watu kusema. Lakini God bless Lema amesema kwamba huwezi kuzuia sauti za mateso, uonevu na damu kwa lobbying. Mnaweza kuzuia sauti hizo kwa toba, haki na uwajibikaji. Suala la kumwaga damu isiyo na hatia ni kisasi cha Mwenyezi Mungu. Anguko lenu limetimia na majuto ni makubwa sana. Mwanzo 4:10 inasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanilia kutoka katika ardhi. Mwisho wa kunukuu hichi ambacho ameandika God bless EJ Lema katika mtandao wa Twitter. Kiufupi, God bless EJ Lema anachukizwa na namna watu wanavyozuia kupaza sauti zao, na anasema kwamba huwezi kuzuia sauti za mateso, uonevu na damu kwa lobbying. Mnaweza kuzuia sauti hizo kwa toba, haki na uwajibikaji. Suala la kumwaga damu isiyo na hatia ni kisasi cha Mwenyezi Mungu. Anguko lenu limetimia na majuto ni makubwa sana. Ameandika kwa uchungu kweli kweli God bless EJ Lema. Unadhani God bless EJ Lema alikuwa na maana nini katika hili chapisho lake? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Bila kupoteza muda, napitia katika sehemu ya comment section niweze kusoma maoni matatu kama ilivyo ada yetu hapa Keo TV. Tunasomaga maoni ya watu ambao wameweza kuchapisha katika mitandao ya kijamii katika chapisho la God bless EJ Lema. Kwa kwanza anaitwa Kubwa la Maadui, anasema huu ni ujumbe mzito unaogusa dhamira ya mwanadamu, unatukumbusha kwamba haki haiwezi kunyamazishwa kwa nguvu wala maneno matupu. Ni toba ya kweli, uwajibikaji na heshima ya uhai wa binadamu vinavyorejesha amani. Lakini King Haga anasema serikali iliyofungwa minyororo haiwezi tambua hilo. Lakini Mr Prophet anasema sidhani kama hata kusali huwa wanasali, na kama wanasali basi wanashiriki washirika wenzao wote ni wahusika wa machafuko hayo. Lakini Msakatonga anasema hizo damu walizozimwaga bila hatia watazilipa Suni. Lakini Mwalimu Kabelege anasema utawala huu wa Yezebeli, utawala haramu, Suni wangu kwa lao lipo. Lakini Insa anasema amina kwamba. Lakini Abraham anasema ametukana kidogo, siwezi kusoma. Lakini Yisin anasema chanzo cha hayo yote mauaji ni kitu gani? Lakini Mapunda anasema kwa hiyo ndio kile kikao chenu wewe na Sugu pamoja na Boni, anauliza hapo. Maoni yamekuwa ni mengi kweli kweli, lakini ningependa kuona maoni yako Mwanakeo TV katika sehemu ya comment section hapo, au sehemu ya kutoa maoni, nione una mtazamo gani kuhusu hichi ambacho ameandika God bless EJ Lema. Utana ukatuja katika masuala ya kisiasa. Bye bye, kwa heri.